Ni sherehe ambazo zilikuwa zinaendelea. Hawa ni wanafunzi ambao waliwahi kusoma pamoja huko mwanzoni. Leo wamekutana kwa lengo la kupiga stori mbili tatu. Sasa moja kati ya hawa waungwana alikuwepo bimdada mmoja mlimbwende, lakini pia alikuwa anahusika kwenye mambo ya sanaa za uchoraji. Bimdada anatambulika kwa jina la Mehak. Pembeni alikuwa kaka mchizi mmoja ambaye huwa anamezea sana mate bimdada, lakini wao walikuwa ni washikaji. Mwamba anaitwa kwa jina la Shani. Baada ya sherehe kumalizika, bimdada pamoja na Shani wakapanda taksi. Safari ni kuelekea kila mtu nyumbani kwao. Wa kwanza kufika alikuwa ni Shani. Anamweleza bimdada, twende basi magetoni tukapige stori mbili tatu. Bimdada siku za nyuma alishawahi kumtunuku mshikaji kitu cha moto, hivyo Mwamba alitambua ya kwamba endapo akienda na bimdada magetoni akampa gambe, huenda na leo akapata mzigo. Lakini dada anamkazia, anamweleza kwamba sisi ni washikaji, kukupa tuzo siku moja haimaanishi ya kwamba umekuwa mshindi kwenye maisha yangu bwana. Mshikaji akaondoka kiunyonge. Safari ya bimdada kuelekea nyumbani ilikuwa ni ndefu sana. Njiani kwa bahati mbaya akapitiwa na usingizi, na kwa bahati mbaya zaidi leo akakutana na dereva ambaye alikuwa na ukwasi wa miaka mingi. Akamchukua bimdada mpaka eneo ambalo lilikuwa litumiwa na watu kwa sasa, kisha akamfanya jinsi ambavyo alikuwa anahitaji yeye. Dada anakuja kuamka, yupo katikati ya barabara na sehemu yake alishaguswa na mtu ambaye alikuwa hata mtarajii. Japokuwa dereva taksi alikamatwa na kupelekwa karantini, lakini maisha ya bimdada hayakuwa sawa tokea siku hiyo. Familia ambaye alikuwa ni dada pamoja na mshikaji Shahani wakatafuta daktari ambaye kidogo ajaribu kuweza kumsaidia bimdada, kwani inasemekana kwa sasa anasumbuliwa na ugonjwa wa agorafobia. Anyway, iko kama hivi. Huyu bimdada bwana kwa sasa inasemekana kwa sasa anaogopa sana kujichanganya mbele za watu, na endapo akikutana na mtu ambaye hamfahamu basi hali huwa ni tete. Matibabu kwa bimdada yanaanza, japokuwa ilikuwa ni mashine ambayo ilikuwa inamuonyesha kwa yeye kama vile yupo ndani ya supermarket anafanya shopping, lakini ukweli wa mambo alikuwa ametulia zake sebleni pamoja na familia. Hapo alikuwa anajaribu kuweza kidogo kumzoesha kuwa na watu ambao alikuwa hawafahamu, lakini harakati za siku ya leo bwana zinaonekana kugonga ukuta, kwani bimdada akaanza kupiga kelele pale tu alipoona kama vile kuna watu ambao alikuwa anapishana nao ndani ya hii supermarket. Mvurugano ukapelekea matibabu haya kuishia hapa. Dada mtu akaanza kumlaumu sana, anamwambia sisi tunahangaika kila itwapo leo kuweza kukutibia, lakini wewe inaonekana kama vile huu ugonjwa unaupenda kuwa nao. Mehaki kwa sasa alikuwa anatambua tu ya kwamba alikuwa anaumwa huu ugonjwa, lakini alikuwa amesha sahau lile tukio ambalo alikuwa kafanya na dereva taksi. Shani ili kumsaidia huyu rafiki yake akaamua kwenda kumtafutia apartment tofauti na nyumbani, lakini ndani ya hii apartment kulikuwa kuna bimdada mmoja ambaye alikuwa anaishi zamani. Bimdada huyu alikuwa anatambulika kwa jina la Jia, na jirani mmoja leo baada ya kuona hii apartment imefunguliwa akaingia humu ndani. Mshikaji anatambulika kwa jina la Manu. Mwamba alikuwa anampenda sana Jia, lakini kwa sasa atambui ni sehemu gani ambapo bimdada atakuwa ameelekea. Anajitambulisha, lakini kwa kuwa bimdada alikuwa anaogopa watu ambao alikuwa hawafahamu, Shani ikabidi amtimue na kumweleza hii apartment kwa sasa ndio wao watakuwa wanaitumia. Na bimdada kipindi ambacho alikuwa anaendelea na kupanga vitu vya humu ndani ikiwemo pia kufanya usafi, anakutana na pete akaamua kuivaa kidoleni, lakini kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuivua bwana kikawa ni kipengele. Dada ikabidi atumie kitu cha nchakali kuivua hii pete, lakini pia kipindi ambacho alikuwa anapanga nguo za bimdada Jia bwana akakutana na akaanza kuisoma ndani yake. Bimdada alikuwa anaeleza maisha ambayo alikuwa anaishi yeye pamoja na jirani wa chumba kingine ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Manu. Dada anamuelezea Manu kwa picha tofauti kama ni mtu ambaye alikuwa anipenda, lakini kimtindo anaonekana kama ni mshikaji ambaye alikuwa amedata. Jia anaeleza anaogopa sana kuishi hapa akiwa peke yake, kwani huenda mtu huyu jirani Manu siku moja akamfanyia jambo ambalo ni baya. Anamwomba Mungu aweze kumsaidia asije akaangukia kwenye mikono mibaya ya Manu. Bimdada akafunika dari na kuendelea na maisha yake kama kawaida. Siku hii ya leo dada anakuja kugundua Shani alikuwa amekuja na kondom, akaanza kumwakia na kumuuliza hizi kondom ni za kazi gani, kwani alishaanza kuona labda mshikaji alikuwa anahitaji kuweza kupewa mavitus. Mwamba akajitetea, lakini kwa hasira akaamua kuondoka. Mehaki leo akajitahidi kuweza kujifunga kamba na kwenda kutupa takataka katika maboksi ambayo yalikuwepo katika upande wa nje, kwani alikuwa anaona kama vile akitoka bila
kujifunga kamba huenda asiwe na uwezo wa kurudi tena ndani. Katika hizo harakati akafanikiwa kukiona kibimdada kimoja ambacho kilikuwa kinatambulika kwa jina la Nikki, kikamsaidia kuchukua zile takataka na kwenda kuziweka ndani ya madumu. Maisha ya Mehak hakika hakupaswa kabisa kuishi peke yake, kwani kila itwapo leo yalikuwa yanaonekana kuwa ni magumu. Leo wakati wa jioni akawa anachungulia katika kidude cha mlango na kufanikiwa kuona kama vile madereva taksi wengi wanaingia ndani ya ile taksi ambao yeye aliweza kufanyiwa mavitus. Dada alishtuka sana, lakini pia hata wakati wa asubuhi akawa anampigia mshikaji na kuweza kumwomba msamaha. Anamweleza, rafiki yangu kipenzi, naomba urudi, lakini pia ndani ya chumba changu kuna paka. Bimdada kipindi ambacho anaingia chini ya uvungu kwenda kumfuatilia huyu paka, bwana kwa bahati mbaya akafanikiwa kumwona mtu ameingia ndani ya hiki chumba, lakini miguuni kwake kulikuwa kumejawa na damu. Dada aliogopa akatoka ndani ya hili eneo mbio ambazo zilikuwa sio za kawaida, zinampeleka mpaka upande wa nje ambapo anakutana bimdada Nikki. Anamshangaa bimdada, kulikoni? Dada anamweleza, ndani ya chumba changu kuna paka. Bimdada Nikki kabidi aingie ndani na kwenda kuangalia. Anamweleza mbona hakuna paka yoyote, lakini hili tukio likapelekea bimdada Nikki pamoja na Mehak kuwa ni washikaji wa karibu, akaanza kupiga stori mbili tatu, lakini pia Mehak akamweleza Nikki ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua. Mehak akasikia kama mtu anagonga katika chumba cha pili baada ya kuingia katika chumba cha store. Kipindi ambacho alikuwa kausogelea ukuta, bwana alimanusula aweze kutobolewa jicho lake, na huyu akuwa mwingine bali alikuwa ni Manu ambaye kwa sasa alikuwa anafanya kazi ya kutoboa ukuta. Dada alishtoka sana, lakini pia ikambidi aweze kuziba ile sehemu kwa kutumia salt tape. Alipofika upande wa sebleni anaona kama vile kuna mkono umepita faster na kuweza kuangusha alarm. Bimdada akashtuka. Kipindi ambacho alikuwa anaendelea kuchungulia mtu huyu atakuwa ni nani, bwana huyu mtu akapita spidi ambayo ilikuwa sio ya kawaida. Manunua akamfanya bimdada kuingia spidi sio kwa ya kawaida chooni na kufunga mlango, lakini baada ya kugeuka anaona kwenye jacuzzi kuna mtu ambaye anatoka akiwa amelowa damu, akiwa anahitaji msaada. Kelele ambazo alizipiga bimdada hakika zilikuwa sio za kawaida. Shani baada ya kufika wakati wa usiku anamkuta bimdada akiwa kajificha juu kabisa ya mlango. Anamuuliza bimdada kunani? Mehak anamweleza Shani ndani ya hii nyumba kuna manunua ambao sio ya kawaida. Shani hamwamini bimdada, lakini pia akaamua kuweza kuweka CCTV kamera kwa lengo la kurekodi kila kitu ambacho kilikuwa kinatokea humu ndani, ili aweze kutambua hiki ambacho alikuwa anakiongea bimdada kama kilikuwa ni kweli au la. Kama hiyo itoshi, akaamua kulala wote sebleni wakati wa usiku. Mshikaji kipindi ambacho alikuwa anaelekea maliwatoni, bimdada baada ya kuamka anaangalia katika ile screen, anashuhudia kuona kama mtu ambaye alikuwa anajikokota kutokea upande wa chooni na kuja sehemu ambapo alikuwa ameketi yeye. Mtu huyo bwana anaonekana alikuwa kaumia vibaya, lakini pia alikuwa anahitaji msaada kwa kuwa alikuwa ni mtu ambaye asionekana vizuri. Bimdada hakika alishtuka sana. Shani baada ya kufika akamweleza bimdada, hebu tuliza wenge, keti hapa pembeni yangu nasi tuweze kuangalia wote. Cha kushangaza, watu hawa baada ya kuweza kuangalia hawakufanikiwa kuona kitu chochote ambacho bimdada yeye alidai alikuwa amekishuhudia. Shani akaona ugonjwa wa bimdada sasa umeanza kuwa mkubwa, akamwita yule daktari. Matibabu leo yakaanza upya, lakini bimdada baada ya kuivaa ile mashine, bwana siku ya leo badala ya kwenda shopping akafanikiwa kuweza kuingia ndani ya taxi, lakini baada ya kufunga mlango anaangalia upande wa nje na kumshuhudia bimdada Jia akimwangalia kwa jicho baya. Dada akaanza kupiga kelele akiomba msaada, lakini kipindi ambacho alikuwa anajaribu kuweza kumzuia, kujitetea kwake kukampelekea bimdada kumpiga beto ya mkono mtaalamu wetu Shani. Japo watu wanatambua kwamba bimdada anaumwa, lakini deep down yeye anajiona kama vile alikuwa ni mzima, na matukio ambayo alikuwa anayashuhudia kwake alikuwa anaona ya kwamba yalikuwa ni halisia. Leo anaamua kupiga simu sehemu ambapo Jia alikuwa anafanyia kazi na kuwaeleza anafahamu ni nani ambaye alisababisha umauti kwa bimdada Jia. Kama hiyo haitoshe bwana, baada ya kwenda kuchungulia kwenye kile kitobo ambacho Manu alikuwa kakitoboa, anaona Manu akiwa kashika kisu, kisha anasema, Jia nisamehe sana, hakika nilifanya makosa kukuangamiza. Kitu hiki bimdada moja kwa moja kikaendelea kumpa majibu ya kwamba huenda Manu alifanya kazi ya kumwangamiza mpenzi wake alikuwa anatambulika kwa jina la Jia. Dada manunua yalikuwa bado hayajaisha. Leo anashuhudiwa anasukumwa na mtu ambaye alikuwa haonekani, lakini pia kipindi ambacho alikuwa anajaribu kumpiga huyu mtu, alarm
Simu ambayo alitumia kumpigia huyo mtu alishangaa inadunda hewani na kurudi. Dada akashtuka, mbio zikampeleka msalani, kipindi ambacho alikuwa anafunga mlango unasukumwa na mtu asiyeonekana, lakini baada ya kuangalia katika upande wake wa kushoto anafanikiwa kuona kama kile kisu ambacho alikuwa kakishika Manu kikiwa kimeloa damu, lakini pia pembeni yake kuna kidole ambacho kilikuwa kimekatwa. Dada hakuelewa haya ni mambo gani, akaona huenda labda anaona matukio ambayo Gia alikuwa akafanyiwa. Anaenda kupeleka hizi taarifa kwa Nikki na wanaanza kazi ya upelelezi. Wakavizia kipindi ambacho Manu alikuwa ametoka. Nikki anachukua simu ya Mehaki, lakini pia naye anampatia simu yake, kisha anaingia chumbani. Humu ndani alikutana na mazingira ambayo yalikuwa sio mazuri sana, lakini pia kwa kuwa watu hawa walikuwa wanaongea kwa kutumia video call, bwana bimdada naye alifanikiwa kushuhudia mazingira ambayo yalikuwemo humu ndani, lakini ghafla Manu akafanikiwa kurudi. Kipindi ambacho Manu alikuwa yupo ndani ya lile geto ambalo Nikki naye alikuwemo mle ndani, kwa bahati mbaya simu yake inazima chaji, ndipo bimdada Mehaki akaamua kwenda kumuita na kumweleza anahitaji akamsaidie kwenda kuziba ile sehemu ambayo alikuwa kaitoboa. Manu baada ya kufika na kukuta nguo ya bimdada Gia, hakika alipagawa na kuanza kuikumbatia. Anasema hakika huyu mwanadada alikuwa ni mrembo, lakini pia hii nguo nilimnunulia mimi. Mehaki akaamua kuchukua uamuzi wa kumfungia humo ndani na kuhitaji kupigia simu polisi, lakini ghafla Shani akafika akapinga kabisa wazo la bimdada na kuamua kwenda kumfungulia Manu sehemu ambapo alikuwa akamfungia. Anamwomba msamaha mshikaji, lakini baada ya Manu kuondoka, Nikki anaingia humo ndani na kumweleza bimdada simu yako imezima chaji, akampatia na kisu ambacho alikuwa amemwagiza. Nikki anaamini kile ambacho Mehaki alikuwa amemweleza, lakini Shani alikuwa anakipinga eti ya kwamba Manu alikuwa amemwangamiza Gia. Vutani kuvute kipindi ambacho ilikuwa inaendelea, ghafla anaingia bimdada ambaye yeye ndo alikuwa ni Gia original, anaanza kulalamika. Anawaambia amefanya mambo gani ya kuweza kunizushia kifo ungali mimi nikiwa bado nipo hai. Bwana, watu wote wanabaki mdomo wazi. Bimdada anaenda kukutana na Manu na kuweka tofauti zao pembeni. Wapenda nao hawa wanaamua kuingia chumbani na kwenda kumalizana, lakini upande wa mtaalamu wetu Shani naye siku ya leo akawa anajaribu bahati yake kwa bimdada Mehaki, lakini kipindi ambacho alikuwa anaendelea kutafuta switch, lakini ghafla bimdada akakumbuka tukio ambalo alikuwa kafanywa na dereva taxi. Akaanza kumwakia Shani na kumweleza, we ulinidanganya na kuniambia sikuwahi kufanywa tukio kama hili, lakini pia 19 haitoshi, inakuwaje unaanza kunipalamia wakati wewe ni mshikaji wangu? Bwana, mbungi ikawa ni kubwa. Dada akawa anahitaji kuripoti polisi. Shani akawa anamzuia bimdada kipindi ambacho alikuwa anampigia Nikki. Bwana mshikaji akaipiga ile simu pembeni na kumsukumia mbali, lakini hili tukio likamfanya bimdada kuweza kukumbuka kila tukio ambalo alikuwa kaliona siku za nyuma. Moja kwa moja akatambua mambo ambayo alikuwa anayaona yalikuwa sio ushirikina, bali alikuwa anayaona matukio ambayo atakuja kufanyiwa na Shani. Hii ikiwa na maana ya kwamba mshikaji bwana alikuwa na nia mbaya na bimdada. Mehaki akakimbilia upande wa chooni kipindi ambacho alikuwa anahitaji kufunga mlango. Shani akafika na kuweza kumsukuma. Hili ni kama lile tukio ambalo alikuwa kaliona mwanzoni. Dada akashika ile beto ambayo ilikuwa imetoka kwa Manu kwa lengo la kujitetea, lakini muungwana katika hizi purukushani, Shani akamkata kidole bimdada kisha akamsukumia ndani ya jakuzi. Hili ni kama lile tukio ambalo alikuwa kaliona, kama vile mtu alikuwa anatoka ndani ya jakuzi akiwa anaomba msaada. Shani akapagawa akaelekea upande wa sebleni, lakini bimdada akaanza kujikokota kuelekea naye sebleni, na hapa tunapata kukumbuka lile tukio ambalo yeye alifanikiwa kuliona ndani ya CCTV kamera, mtu akiwa anatokea upande wa chooni huku akiwa anaomba msaada. Nikki anafika humu ndani na kumkuta rafiki yake akiwa kaloa damu, kipindi ambacho alikuwa anahitaji naye kuweza kumvamia Shani. Bwana mshikaji kwa bahati mbaya akampigiza bimdada kichwa katika sehemu ambayo ilikuwa ni ngumu. Nikki anaanguka chini, Shani anazidi kupagawa. Mehaki anafanikiwa kumpiga chenga Shani na kumfungia chumbani, kisha akaamua kujikokota mpaka upande wa nje. Kwa sasa watu ndani ya hili eneo walikuwa wanasherehekea sherehe ya Diwali. Bimdada anaanguka chini, lakini raia wema wanakuja kumsaidia na kuweza kumpeleka kwenda kupatiwa matibabu. Dada alitambua mtaalamu wetu Shani alikuwa anahitaji kuweza kumfanya kama yeye kuwa ni kichaa, kisha yeye aweze kupatiepo hapo kupata vitu kila itwapo leo. Bwana, hapa tunafanikiwa kuona bimdada baada ya kupona akafanikiwa kuweza kuchora picha na kwenda kuziweka katika maeneo ya maonyesho, na maisha yake yakaendelea kuwa kama kawaida. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia kupata vigongo vilivyonyooka na vilivyopoa kama hivi kila siku.